Tunaenda kujifunza kwa dakika hizi ambazo zimebaki. Kwa wale ambao wamehudhuria katikati ya maombi tangu tunaanza ile siku ya kwanza, tulikuwa tunajifunza somo moja linaitwa ufalme wa Mungu. Mnakumbuka? Ufalme wa Mungu. Tumeona ufalme wa Mungu wakati mwingine tunaupita. Umeandikwa sana kwenye Biblia ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine mtazidishiwa. Ufalme wa Mungu. Hata kwenye ile sala ile Baba yetu ulio mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Tukaona ufalme unatajwa sana. Wakati mwingine hatuelewi ipasavyo. Tukaamua tujifunza na kukumbushana, au tunaelewa kwa kiasi, tukatamani kuelewa zaidi. Kwa hiyo tukaanza kujifunza kuhusu ufalme wa Mungu. Tukajua kuna aina mbili za ufalme. Kama unakumbuka, tulisema kuna ufalme wa nuru na ufalme wa giza. Ufalme huu wa giza ulikuja baada ya Adam na Eva kuharibu pale bustani ya Eden. Ufalme wa nuru kuondoka, ukaja ufalme wa giza. Kwa kile kipindi chote paka Isaya akatabiri, kukifuatilia historia paka miaka 4000 ikapita. Paka Yesu anakuja. Na Yesu wakati anakuja alikuja kurejesha huu ufalme ulioharibiwa. Kwa nini ufalme wa Mungu ukaletwa duniani? Mungu akaamua kuleta huu ufalme ambao anamkabidhi sasa Adam na Eva. Kama unakumbuka pale kwenye Mwanzo anasema hivi, akamuumba mtu kwa mfano wake, wakatawale samaki na nini na vitu vyote. Ndiye ilikuwa kusudi la kwanza. Waitunze ile bustani, watunze mazingira, tutawale. Ile kusudi la kwanza kuletwa mwanadamu. Sasa huu ufalme wa nuru, tukasema hivi, kwa tafsiri nyingine ufalme huu wa nuru au nuru ni nini, au ufalme wa nuru ni nini? Tukagundua ni maarifa. Kwa hiyo tunaweza kusema ufalme wa maarifa. Mungu wetu ni wa maarifa. Tukagundua ufalme wa giza ni ujinga. Na tukagundua kwamba shetani ili akutawale, ili amtawale muamini, ili amtawale mtu yeyote aliyomwamini Kristo, hata yule ambaye hajamwamini Kristo na yule ambaye anapinga uungu wa Ukristo, yule mtu anatawaliwa kutokana na ujinga wake. Ujinga nilisema sio tusi. Ujinga ni kutokujua jambo fulani. Ujinga ni kukuwa na giza kwenye eneo fulani. Kwa hiyo ufalme huu wa giza ni ufalme wa ujinga. Kwa hiyo shetani anatumia ujinga wetu kututawala sisi wanadamu. Kwa hiyo ukijiona adui ameingia, au ukiona unaonewa na adui na umeokoka, ujue hivi, adui anakuonea kwa sababu ya kukosa kwako maarifa. Ndio maana katika Hosea 4:6 inasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Si kwa kukosa maombi, si kwa kukosa ibada, si kwa kukosa chakula, si kwa kukosa hela, ni kwa sababu ya kukosa nini? Maarifa. Ndio tunaangamia pale tu. Maisha yetu wakati mwingine, ugumu wa maisha na mambo yetu magumu na kutokujua umuhimu wa ibada ni kwa sababu ya kutokujua. Mtu yeyote ambaye amejua, na unakumbuka kabisa kwenye semina kuna mnenaji mmoja akasema, sisi kuna vitu fulani hatupati kwa sababu hatumjui Mungu. Tuko sawa sawa, tukaenda mbali zaidi. Mnenaji mwingine siku ya Ijumaa kama sijasahau, akazungumza kuhusu imani. Kuna vitu hatuvipati au tunatoroka haraka ni kwa sababu ya kukosa imani. Mwamini yeyote ambaye amefahamu ufalme alionao, tukaenda atakaa vizuri sana kwa Yesu na kukuenjoy. Tukajua kwamba sisi ni raia wa ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Tukajua huu ufalme uko ufalme wa aina mbili. Kuna ufalme ule ambao usioonekana ambao Mungu wetu anakaa, na kuna ufalme huu ambao tunao hapa duniani. Kwa nini Mungu analeta duniani? Alituleta duniani kugawa koloni lingine la ufalme wake likee duniani kwa kusudi maalum. Tumsifu Mungu, tumwabudu Mungu, tumzalie matunda na kutunza na kutawala vitu vyote. Miti unayoona, magari, kitu chochote, vyote viko ndani ya utawala ya huyu mwana wa Mungu aliyemwamini Kristo. Tuko sawa sawa watu wa Mungu?
Kwa hiyo mwamini, ukielewa hilo itakusaidia. Huo ni utangulizi wa kipindi kilichopita. Kwa hiyo Mungu anatawala kama mfalme na mwenye enzi kuu juu ya vitu vyote katika ulimwengu wa kiroho na wa kimwili. Kwa hiyo Mungu anatawala katika falme zote mbili, ule ufalme usioonekana ambao una nguvu sana, na ufalme huu unaonekana wa kimwili. Tuko sawa sawa? Baada ya kuumba dunia pamoja na mimea na wanyama wake wote, alimuumba mwanadamu ili atawale juu yake kwa mpango wake. Sisi ni watawala wa ulimwengu wa kidunia. Sisi ni watawala wa ulimwengu huu wa kidunia. Na ili utawale, si kila mtu anatawala. Tunatawala baada ya kumpokea Kristo, ndio tunasajiliwa katika ufalme huu. Na tulisema hivi, sisi ni raia, na kama raia, katika uraia wetu kuna utamaduni wa kuishi katika ufalme huu. Sisi kama raia wa ufalme wa Mungu, kama raia wa Tanzania, sisi hatuna ufalme. Katika nchi yetu hatuna ufalme. Ufalme huko Uingereza. Sasa napozungumza ufalme unaweza kuchanganyikiwa. Na ufalme huu unaozungumza, ufalme huu hauna demokrasia labda ya kuchaguliwa. Yaani kwamba baada ya miaka 5 unachaguliwa, baada ya miaka 10 unachaguliwa. Ufalme huu hauchaguliwi. Achana, rais wa Tanzania anachaguliwa na nchi zingine za Afrika. Uingereza mfalme hachaguliwi, isipokuwa anaenda kwenye ule mfumo wa kawaida tu kwa binadamu. Sasa mfalme anamzungumza hapa Mungu wetu hachaguliwi. Ninapozungumza mfalme nazungumza utawala. Kuna watu wanaanza wamekumbuka, ndio maana wametikia vizuri. Nazungumza utawala. Hauwezi kuwa mfalme bila kutawala. Kwa Mungu wetu anatawala mbinguni, kwa ile mbingu isiyoonekana, na kuna mbingu inayoonekana hapa duniani. Sasa ili uingie kwenye ufalme huu, lazima ujisajili kwa kumwamini Kristo. Tutaelewana kule mbele ya safari. Kwa hiyo Mungu ni mfalme wa ulimwengu wote, na sisi ni wawakilishi wake. Yaani sisi ni mabalozi. Tuko sawa sawa hapo? Ukimsikia balozi wa Kenya au balozi wetu yuko Uganda, balozi wetu yuko wapi, anawakilisha nchi yake. Unapofika kwenye ubalozi, wale waliofika kwenye ubalozi, jinsi ulivyokuwa unaishi kwenye nchi yako, kama unapenda mlenda kwenye nchi yako, ukifika kwenye ubalozi wa Kenya utaukuta mlenda kwenye ubalozi wako, kwa sababu unaishi kutokana na utamaduni wa nchi yako. Tuko sawa sawa? Sisi ni raia wa ufalme wa mbingu tulioko duniani. Yaani tuko mbingu duniani. Unasikiaga kuna kanisa moja inaitwa mbingu duniani. Sisi tuko mbinguni lakini tuko duniani. Ndio maana hata ile siku ya mwisho tunatolewa hapa duniani, na wale waliokufa watafufuliwa, tunaenda mbinguni. Kuna utawala mwingine tena, miaka mingine ya kuja kuishi hapa duniani. Tunarudishwa tena duniani. Wale ambao wanasoma Ufunuo na vitabu vingine watanikubaliana mimi hapa. Mungu ataturudisha tena duniani kutawala. Sio tunakubaliana hilo au unameleta fundisho geni? Asante, Mungu awabariki sana mnaosoma Biblia. Kwa hiyo Mungu ni mfalme na ulimwengu wote. Sisi ni wawakilishi wake kutawala katika ulimwengu huu wa kimwili. Dunia ndio eneo letu. Dunia ndio eneo letu la kujidai, tulioteuliwa, tulipopewa rasmi kuishi. Kwa hiyo wewe ulipopewa rasmi kuzaliwa hapa duniani, ulipokuja ni eneo lako la kujidai. Hayo mapepo, si mashetani, si manini unaonewa, ni kwa sababu ya ujinga. Ila mtu aliyotambua yeye ni raia wa wapi na raia anapaswa kuishije, utamaduni wetu unasemaje? Utamaduni wa Masai, labda niseme mfano rahisi. Utamaduni wa Masai ni kuvaa mashuka. Ni sawa jamani? Utamaduni wetu unasema hivyo. Na kula nyama, si ndio watu wa Mungu? Masai hawajui kulima, wengi wao. Wenyewe chakula kikubwa ni nyama. Kweli sio kweli? Yaani ukienda Masaini utaona nyama nyingi, utakula nyama sana kuliko kula si nini. Na ukija kwenye kabila zetu, unakuta makabila yetu. Ukienda kwa Wanyiramba wana utamaduni wao, Wanyatu wana utamaduni wao, Wachaga wana utamaduni wao, Wasukuma wana utamaduni wao, na kuna utamaduni wetu kama wa Tanzania, na kuna utamaduni wetu kama wa Afrika. Na sisi raia wa ufalme wa Mungu tuna utamaduni wetu.
kula yetu, kunywa yetu, vaa yetu, ongea yetu, tembea yetu. Tuko sawa sawa? Kupitia kutotii. Nimeacha kipengele. Mbingu ni eneo la dunia. Dunia ni eneo letu. Nilisema tulizaliwa kuitawala dunia. Tulizaliwa kutawala nini? Dunia. Hiyo ni haki yako. Sasa Adamu kule aliharibu, lakini Mungu ni mwema, shukuriwe Mungu. Akamleta Yesu Kristo kuturejeshea ule utawala wetu, ule ufalme wetu ulioondoka kutokana na dhambi zetu. Sawa watu wa Mungu, usichanganyikiwe. Si mbingu. Sisi utawala wetu ni dunia, si mbingu. Sisi hatutawali kule mbinguni. Mungu ametuleta hapa duniani, sisi tutawale hapa. Tuko sawa sawa hapo? Ndio maana shetani alipoleta fujo akapigwa chini, kwa sababu alitaka kuchukua ufalme ambao, utawala ambao sio wa kwake. Yeye alikuwa ni malaika, akataka kuchukua ufalme ambao sio wa kwake, akaletuletea usumbufu hapa duniani. Ndio maana mbingu ni makazi ya muda, kule kumbe ni makazi ya muda bwana. Lafahamu hilo tu kwa roho ya mwanadamu. Roho yako itakapoenda mbinguni ni makazi ya muda tu, itarejeshwa tena duniani. Si eneo letu la kudumu kule mbinguni. Kupitia kutotii kwa Adamu na Eva, waliacha kiti chao cha utawala wa dunia na kukikabidhi kwa shetani. Ni kweli walikabidhi kwa shetani, mbunifu na mshawishi wa anguko lao. Waliwashawishi wakala tunda, wakaharibu taratibu ile tunda lililozuiliwa na Mungu. Hili tukio lilianzisha ufalme bandia. Huu ni ufalme bandia kweli kweli, ambao Biblia inauita ufalme wa giza. Huu ufalme ni bandia. Ufalme wa giza ni bandia. Ndio maana mtu aliyopata mali kupitia ufalme wa giza, waka zinasambaratika vibaya sana na vinaisha katika maumivu makali sana. Ndio maana ufalme wa giza una mambo mengi sana ambayo ni ajabu ajabu. Mara mtu amekatwa kichwa, mara mtu amefukia si kitu gani, mara si kitu. Una mambo mengi ambayo ni ajabu ajabu. Huo ufalme wa giza. Katika Biblia neno giza hutumiwa kama ishara ya ujinga, nimeshawaambia. Huku neno nuru linawakilisha maarifa. Kwa hiyo ufalme wa nuru ni maarifa, ufalme wa giza ni ujinga. Usisahau hilo. Bwana tusaidie sana.